Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii Tanzania siku ya leo. Habari mbaya kwa utawala wa Samia Suluhu Hassan, huku sasa mazungumzo ya maridhiano yakipingwa vikali na Askofu Bagonza. Asema hakuna maridhiano kabla ya kukiri kosa na kutenda haki. Ametuma ujumbe mwingine mzito kwa Rais Samia Suluhu Hassan jioni hii. Kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Hali ya kisiasa nchini Tanzania sasa inaendelea kupamba moto na kushika kasi, huku viongozi wa dini sasa, sauti za mashirika ya kiraia na uangalizi wa kimataifa wakiibua wasiwasi kuhusu msukumo dhaifu wa nchi kuelekea mazungumzo ya maridhiano Ikulu. Katika ujumbe wake wa kutafakari kwa kina uliosambazwa kwenye ukurasa wake wa Facebook, Askofu Benson Bagonza wa Dayosisi ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ametoa onyo kali kwamba taifa bado haliko tayari kwa mazungumzo ya maridhiano au mazungumzo ya kweli ya upatanisho ambayo yanaandaliwa sasa hivi na CCM. Kulingana naye Bagonza, bado kuna ukosefu wa uaminifu, ukosefu wa uwajibikaji na ukosefu wa nia ya dhati ya kukabiliana na makosa ya zamani, masharti ambayo anaamini ni muhimu kwa mazungumzo ya maridhiano yoyote ya maana. Bagonza amesema kuwa nchi imejenga imani hatari kwamba kila mtu ana bei na kwamba serikali haina uwezo wa kukosea. Askofu Bagonza alidai kuwa mtazamo huu ulioenea ni kikwazo kikubwa cha kutatua mivutano ya kitaifa. Kwa maoni yake, maridhiano lazima yaanze na vitendo, sio mikutano ya mezani, na serikali ya Samia Suluhu lazima ionyeshe kujitolea kwa kukomesha utekaji nyara, ukamataji holela na vitisho kabla ya kukaa chini kwa mazungumzo. Vitendo hivi, alionya, ndivyo vinachochea hofu, mashaka na mgawanyiko mkubwa ndani ya taifa. Katika ujumbe wake, Askofu Bagonza alihimiza mamlaka kuachilia mara moja watu wote waliokamatwa au kuzuiliwa au kushtakiwa chini ya mazingira ya kisiasa kabla ya kuanza mazungumzo yoyote. Pia amesisitiza kwa maridhiano hayawezi kuota mizizi huku wananchi wakiendelea kutoweka au kutekwa, familia zinanyimwa fursa ya kupata miili ya wapendwa wao waliofariki wakati wa maandamano, na serikali inashutumiwa kuficha ukweli muhimu. Ni kwa njia ya uwazi na kukiri mateso hayo, alisema Bagonza, ndipo Tanzania itaanza kupona na kujenga upya imani ambayo imepotea katika miezi ya hivi karibuni. Ujumbe huu wa Askofu Bagonza unakuja wakati ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anakabiliwa na shinikizo kubwa la kurejesha hali ya utulivu na amani kufuatia maandamano ya ghasia na mauti yaliyozuka Oktoba tarehe 29. Maandamano hayo yaliyofanyika yaliyochochewa na madai ya kuingiliwa kwa uchaguzi, ulinzi mkali wa polisi na ukandamizaji wa kisiasa yameiacha taifa la Tanzania kutetereka na kulaaniwa kimataifa. Tangu wakati huo, Rais Samia Suluhu ameeleza nia yake hadharani ya kushiriki katika mazungumzo ya maridhiano na kusameheana na mazungumzo ya amani pamoja na vyama vya upinzani ikiwemo Chadema, akisisitiza kuwa mazungumzo ndio njia pekee ya kusonga mbele. Hata hivyo, Askofu Bagonza alitahadharisha kuwa mazungumzo yote ya aina hiyo ni lazima yazingatie ukweli na haki iwapo yataleta matokeo ya maana. Askofu huyo pia amesisitiza kwamba serikali lazima ikome kujikinga na masimulizi yanayokanusha kuwepo kwa mgogoro wa kitaifa. Badala ya kukandamiza habari, alisema serikali lazima itambue kwamba kuna jambo kubwa limetokea na kwamba taifa lazima liruhusiwe kuomboleza. Kwa maneno yake, Tanzania imekumbwa na mkasa mzito na huzuni haipaswi kunyamazishwa. Alitumia methali maarufu ya Wajaluo akieleza kwamba msichana hawezi kuficha kifua chake kinachoendelea au kinachokuwa, kilichotokea au kimetokea, na ukweli hauwezi kufunikwa milele au kufichwa milele. Ujumbe wake ulienea zaidi ya siasa na uligusa muundo wa maadili wa nchi. Askofu Bagonza aliwakumbusha Watanzania kwamba hakuna vurugu wala kifo havifungamani na dini yoyote. Wale waliofanya vitendo vya kikatili, alibishana kuwa walitoka katika asili zote za imani, sio Waislamu, sio Wakristo au dini yoyote ile, na wahasiriwa pia walikuwa wa kila imani. Kwa maana hiyo, mgogoro huo haupaswi kuangaliwa kwa mtazamo wa kidini au kabila, bali kama msiba wa kitaifa unaodai umoja, huruma na maombolezo ya pamoja. Wakati huo, utawala wa Rais Samia Suluhu unaendelea kutetea jinsi ulivyoshughulikia machafuko ya baada ya uchaguzi, wakati huo ukitoa ishara za mazungumzo kwa viongozi wa upinzani.
Katika wiki za hivi karibuni, amefanya vikao kadhaa vya mashauriano na wazee, makasisi na viongozi wa jumuiya katika kujaribu kujenga mfumo wa amani ya muda mrefu. Pia amesisitiza kuwa utulivu ni muhimu kwa uaminifu wa kimataifa na kuimarika kwa uchumi wa Tanzania, hasa baada ya matukio ya vurugu kutokana na maandamano kusambaa katika vyombo vya habari vya kimataifa. Wakati wa majadiliano haya, rais pia alikiri kuwa sifa ya Tanzania imepata pigo kubwa baada ya machafuko ya Oktoba. Alikiri kwamba mataifa, wafadhili, taasisi za kimataifa na washirika wa kimataifa wanafuatilia hali hiyo kwa karibu sana. Katika vikao mbalimbali vya hadhara, Rais Samia amesisitiza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Ametoa wito kwa wahusika wote wa kisiasa, serikali na upinzani kutanguliza umoja badala ya makabiliano. Kufuatia makabiliano ya Oktoba, makundi ya vijana, viongozi wa wanafunzi na mashirika ya haki za kiraia yameendelea kutoa wito wa haki kwa wale waliouawa na wanaodaiwa kutekwa nyara. Wengi wanadai kwamba uwajibikaji usipohakikishwa, mazungumzo haya ya maridhiano na amani hayatakuwa kitu zaidi ya ukumbi wa kisiasa. Hisia hizi zinapatana kwa karibu na maonyo ya Bagonza kwamba maridhiano hayawezi kupatikana kwa hotuba pekee. Hatua madhubuti, sio ahadi, lazima zije kwanza. Katika mitaa ya Dar es Salaam, Arusha na Mwanza, wananchi bado wamegawanyika katika matarajio yao. Baadhi wanaamini kuwa uwazi wa Rais Samia Suluhu katika mazungumzo unaashiria mabadiliko chanya kutoka kwa msimamo mkali wa serikali wa awali. Wengine hata hivyo wanahoji kuwa majeraha yaliyotokana na maandamano bado ni mapya sana, na imani hiyo haiwezi kujengwa upya bila mageuzi makubwa, ikiwa ni pamoja na marekebisho ya mashirika ya usalama yanayotuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Wakati huo shinikizo la kisiasa linaongezeka ndani ya chama tawala. Pia wana wasiwasi kwamba kama juhudi za kujenga amani zikifanikiwa, serikali inaweza kukabiliana na mifarakano ya ndani na kuongezeka kwa upinzani kutoka kwa msingi wake wa uungwaji mkono. Wasiwasi huu wa ndani umeripotiwa kuhamasisha maafisa wakuu kadhaa kuunga mkono kwa utulivu hatua zilizopanuliwa za upatanisho na maridhiano, hata kama wanadumisha mkao dhabiti hadharani. Wakati mjadala wa maridhiano ukiendelea, wa Tanzania katika mitandao ya kijamii pia wameongeza ujumbe wa Askofu Bagonza na kusifu ujasiri wake wa kuzungumza kwa uwazi katika wakati nyeti wa kisiasa. Watumiaji wengi wamekariri matakwa yake ya uwazi na uwajibikaji, wakisema kuwa taifa haliwezi kusonga mbele bila kushughulikia dhuluma zilizopita. Wengine hata hivyo wamemshutumu kwa kuchukua upande katika hali ya kisiasa ambayo tayari ina mashtaka. Watazamaji wanaona kuwa Tanzania sasa iko njia panda. Upande mmoja kuna fursa ya kupanga mkondo mpya unaokita mizizi katika ukweli, haki na utawala jumuishi. Kwa upande mwingine ni hatari ya kuongezeka kwa mgawanyiko ikiwa juhudi za amani zitashughulikiwa vibaya au zitachukuliwa kuwa zisizo za kweli. Njia ambayo taifa itachagua katika wiki zijazo ndio itakayoamua iwapo Tanzania inaelekea kwenye uponyaji au itashuka zaidi katika kutoaminiana. Kwa sasa nchi inasubiri kuona kama Rais Samia Suluhu Hassan atachukua hatua zinazohitajika au atamjibu Askofu Bagonza, na pia kuchukua hatua ili kujenga imani inayohitajika kwa mazungumzo yenye maana ya maridhiano, na kama sauti kama za Bagonza zitaifanya serikali kukabiliana na ukweli mgumu. Utulivu wa muda mrefu wa Tanzania, hadhi ya kimataifa na mustakabali wa kidemokrasia unaweza kutegemea kitakachotokea baada ya mazungumzo hayo.